Aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa amesema matukio ya mauaji yaliyotokea Oktoba 29 yalimuumiza na kumfanya ashindwe kuendelea kuzungumzia masuala ya uchaguzi kama kawaida, akiweka mkazo kwa viongozi wana wajibu wa kutoa majibu kwa wananchi wanapokabiliwa na matukio mazito ya namna hiyo. Akizungumza katika mahojiano maalum kupitia Nuru FM, Msigwa amesema, mimi ni mtu wa kusema haki, mimi ni mtu wa kunyoosha maelezo. Sasa kuna vitu naona nikiwa upande ule nashindwa. Ameeleza kuwa tukio la Oktoba 29 lilimwathiri kwa kiasi kikubwa baada ya kuona vijana wakipigwa risasi, jambo ambalo lilimfanya akae kimya kuhusu uchaguzi. Mengine yanaweza kuvumilika, lakini mauaji ya tarehe 29 Oktoba, nilivyoona yale mauaji, watu wanapigwa risasi, vijana wetu, ile ilinitesa sana, na ndio maana sikuzungumza chochote kuhusu uchaguzi. Akizungumza pia, Peter Msigwa amesema, mtoto wangu aliniuliza, hivi ingetokea na mimi nimeuawa, ungeendelea kusema kidumu Chama cha Mapinduzi? Ameweka mkazo kwa viongozi lazima wawajibike kwa kutoa majibu kwa jamii badala ya kunyamazisha matukio yenye maumivu kwa wananchi. Mimi ni kiongozi, naamini kwamba viongozi lazima tutoe majibu. Unapokuwa kiongozi umebeba dhamana ya kuongoza watu, viongozi lazima tuzalishe majibu. Katika maelezo yake, Msigwa amempongeza Joseph Warioba kwa kile alichodai kuwa ni msimamo wake wa kukemea yaliyotokea, huku akisema viongozi wengi wa kisiasa hawakuonesha msimamo mkali dhidi ya matukio hayo. Kibaya zaidi, sikuona wanasiasa wenzangu waliosimama kidete kuyakemea yaliyotokea Oktoba 29, ukimwondoa Jaji Warioba. Wengine wanaona ni mambo ya kawaida, binadamu hawezi kuwa kama kuku. Katika hatua nyingine pia, Peter Msigwa amesema moja mambo yaliyomfanya kutafakari upya msimamo wake kisiasa ni sakata lililotokea Oktoba 29, akiweka mkazo kwa viongozi wanapaswa kutoa majibu kwa wananchi pale wanapotokea maswali yenye kuibua maswali katika jamii. Amesema vijana wanahitaji kuonywa kwa njia za kawaida na si kwa kutumia nguvu au risasi, akieleza kuwa maamuzi yanayohusisha matumizi ya nguvu dhidi ya vijana hayapaswi kupewa nafasi katika jamii.